agenda gani kwa sababu ya watu wa Rift Valley ama wa Kalenjin. Yes. Nataka nimkosoe kwamba kuna lugha fulani ambaye kila mtu anaelewa. Nitakuuliza kwa mfano, baba alikuwa ni Mjaluo, si ndio? Anaondokea Siaya. Alitumia lugha gani ili tuweze kumchagua mwanachama wa ODM kuwa gavana kule Tana River, na wale hawaongei lugha yake? Kuna lugha ambaye kila mtu anaelewa, na ni lugha ya maadili, yale maadili ya demokrasia, ya haki, kwa sababu ukiwa wewe ndio unazungumza lugha ya haki, uwe Mkalenjin, uwe Mluya, uwe Mjaluo, hiyo lugha kila mtu anaelewa. Na ndio kwa maana tunawaambia ndugu zetu kwamba Kenya ambayo tunaitaka sasa sio Kenya ambayo itaangaliwa katika misingi ya kikabila, iangaliwe katika misingi ya maadili. Je, Mkalenjin anapenda demokrasia zaidi ya Mluya ama Mjaluo? Kila mtu anataka demokrasia. Vijana ambao wameuawa kwa mfano kwa kupost vitu kwenye Facebook na kwenye Twitter, haijafuata ati jamii fulani. Ni vijana wetu wengi, hata kule kwenye Rift Valley kuna vijana ambao wameuawa kwa sababu ya kupost kitu ambacho labda hakijamfurahisha mtu. Kila mtu anataka kuishi katika nchi yenye maadili. Unakumbuka kulikuwa na kashfa kubwa sana ambayo ilihusisha vijana wengi kule Uasin Gishu ya kupelekwa kule Finland wakaibua pesa. Tunataka tumalize ufisadi Kenya. Unataka nikikuuliza ndugu yangu, wa Kalenjin wanataka tumalize ufisadi ama hawataki? Ndani kila Mkenya anataka mambo yafanyike. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme agenda yetu ni kurudisha Kenya yetu kwenye reli ya maadili. Iwapo kutakuwa na nchi ya demokrasia, tuko na uhuru wa kusema, uhuru wa kutembea, uhuru wa kufanya mikutano, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuabudu. Huo mfumo unafaidi kila Mkenya. Tunataka nchi ambayo inatawaliwa na sheria. Iwapo ndugu yangu una ile dispute na Sifuna, uende mahakamani, tuseme nimejaribu kunyakua shamba yako, mahakama iseme hii shamba arudishiwe mwenyewe. Alafu kwa sababu ati mimi ni senator ni kuambie hiyo karatasi uko nayo hiyo, wewe tuone pale itakupeleka, kwa sababu hii shamba bado ni ya senator, nitume maguns pale. Tunataka nchi ambayo inatawaliwa na sheria. Nchi ya mambo ni matatu.